Inspector Harun, habari yako? Nzuri bwana Gabi. Bwana, mimi niko poa. Muda sio mrefu nilikuwa nikizungumza na Juma Nature, alinicheki akanitumia message kuhusiana na ZB. Una taarifa yote ya ZB? Bwana, mimi taarifa nimezipokea kutoka kwa mdogo wangu Ismail hapa Suma G wa Hotpot Farming. Yaani muda si mrefu, kwa sababu mimi kwanza niko safari, niko Dodoma. Nilipokea kwa masikitiko makubwa na mshtuko mkubwa sana kuhusiana na taarifa za kifo za dada yetu, mwana tasnia mwenzetu, yani binti wa hip hop ya Tanzania, ambaye aliweza kufanya makubwa kwenye tasnia hii ya rap Tanzania na muziki wa kizazi kipya kwa ujumla. Yani society kwanza imenishtua kwa sababu nilikuwa sina taarifa zake za kuugua. Na kumbuka mara ya mwisho nilikuwa na kaka yake kwenye event moja ambayo ilifanyika pale viwanja vya Tanganyika Packers. Ndio. Akanambia zaidi yuko poa na tunawasiliana kipindi fulani wakati wamehamia Kinyerezi, lakini nilikuwa sina taarifa kiukweli, taarifa za deep kuhusiana na maradhi yake nilikopo sina. Yani hii kitu imeniweka njia panda kwa kweli. Kwa hiyo najaribu kuwasiliana na wenzangu ambao wako Dar es Salaam ambao wanakaribia kwenye msiba. Kuna mtu mmoja anaitwa Mnyepe, ni mtu wetu wa karibu, ni mtu wa hip hop, lakini pia ni mdau ambaye naona atatupa taarifa rasmi ya mazishi, kwa sababu nimeambiwa wanazika leo saa 10. Kwa hiyo hatutowahi, lakini kwa nia tunakuwa tumezika, lakini kwa uwepo tutakuwa hatuwezi kuwahi kwa sababu tuko Dodoma Chamwino. Na wanasema msiba umetokea wapi na nini chanzo cha kifo chake? Nafikiri ukimpigia Anselm Tryphon Gaiza, kiongozi wetu wa Tuma, kiongozi wa chama cha muziki wa kizazi kipya, anaweza akakupa majibu sahihi zaidi. Yeye atakuwa amewasiliana na familia au mtu wa karibu wa familia. Mimi kwa kweli sitaweza kuwa na majibu yenye ufasaha kwa sababu sikuwa na taarifa ya kuumwa kwake. Nitakuwa muongo nikiongea vitu ambavyo viko nje ya uwezo wangu. Nadhani kiongozi wetu wa Tuma anaweza akawa na ukaribu zaidi, akapata mtu wa karibu wa familia. Wakati wewe unaendelea kutafuta hizo details zaidi, na mimi najaribu kufanya mawasiliano na ndugu na jamaa wa karibu zaidi kama nitaweza kuwapata, kwa sababu communication ya kakake nilikuwa nayo muda mrefu, sasa hivi sina tena. Ndio. Yani sikuwa na namba yake tena. Kwa hiyo naomba niseme hayo. Mtu ambaye anaweza akakupatia details zaidi ni yani kinachonisikitisha ni kwamba taarifa imetufikia wakati tuko nje ya mkoa, alafu pia lingine ni kwamba wanazika leo hii. Kwa hiyo hatutokuwepo, lakini tunasema kwa nia tumezika. Na utapopata taarifa zaidi, na sisi tunaendelea kutafuta taarifa zaidi za kuona tunashiriki vipi kwa namna moja au nyingine. Na unapomtaja marehemu ZB lazima unamtaja Inspector Harun ambaye ndiye ulimnyanyua kutoka down akiwa underground na kufanya naye ngoma ya Gado namba 1 kabisa. Yeah. Labda ni kitu gani ambacho unakikumbuka wewe kama inspector kipindi ambacho mnafanya kazi pamoja na ZB? Mimi nilikuwa namkumbuka ni mwanadada jasiri mwenye usubutu. Najua katika tasnia yetu yani kwenye muziki hasa East and Central Africa ilikuwa ni mara chache sana kumpata binti ambaye anafanya michano. Tuna wanamuziki wengi kwenye muziki wa kizazi kipya kutoka Tanzania ambao 80% wanaimba. Tuna uhaba wa watu wanaofanya hip hop Tanzania, watu wa kurap katika tasnia ya muziki wa kizazi kipya. Yeye alikuwa na uthubutu huo, yeye pamoja na Sister P kipindi kile. Kwa hiyo tumepoteza mtu muhimu kwenye hii tasnia, lakini kama haitoshi, ni binti jasiri mwenye uthubutu ambaye aliweza kufanya michano bila kuangalia wakati gani na namna gani anaweza kuingia kwenye
tasnia ya hip hop. Kwa hiyo tumepoteza talent, tumepoteza mtu ambaye alikuwa na ndoto zake za kufika mahali fulani, na tumepoteza mtu ambaye naamini kabisa kama angelikuwepo angeweza kurejea vizuri kwenye industry. Kama unavyoona sasa hivi kuna wale tulofanya mziki nyuma kidogo tunarejea katika kuwapa watu burudani na ile kutengeneza identity ambayo ilikuwa inataka kupotea kidogo na kurudisha thamani ya mziki wa kizazi kipya. Kwa hiyo ametangulia mbele ya haki dada yetu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasikitika kumpoteza, lakini pia nalia nimepoteza kipaji, nalia nimepoteza rafiki yangu, dada yangu ambaye mimi nilimsupport kwa 100% baada ya kuona talent yake na uwezo wake wa juu katika kufanya hii rap ya Tanzania. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.